Naam, karibu Zanzibar, karibu kuitazama Simba Sport Club. Ni wekundu mnyama Simba Sport Club anaunguruma tena kule visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex, ambapo Simba Sport Club anashuka dimbani kumenyana dhidi ya timu ya Mafunzo kwenye Muungano Cup. Sasa kumekuwa na maoni mengi sana, lakini kubwa kuliko ni kocha Steven Baka, kocha mkuu wa Simba Sport Club, ametangaza mabadiliko ya kikosi na kikosi ambacho kitaanza kwenye mchezo huo. Je, ni mabadiliko gani na kikosi gani ambacho kitaanza? Tunayo hapa Tubone Media, na hii yote ni kutokana na baada ya wachezaji muhimu kurejea kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi, na baadhi ya wachezaji ambao wameonyesha performance nzuri kwenye mechi zilizopita, hususan mechi za NBC Premier League. Sasa hapa tunaenda kutazama kikosi cha wekundu wa Msimbazi na mabadiliko ambayo amewafanya kocha Steven Baka. Je, ni mabadiliko gani? Live kabisa tunakuletea hapa visiwani Zanzibar. Hivyo basi nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi ya kimichezo utayapata hapa Tubone Media. Tupo live hapa Zanzibar kwa ajili ya kukuletea kile kitu ambacho kinaendelea. Hivyo basi kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa za michezo na burudani kutoka kwetu. Sasa leo tunaenda kutazama wekundu wa Msimbazi ambao wanashuka dimbani kule visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex, na sio mashindano mengine bali ni mashindano ya Muungano Cup, na hii yote ni performance ya Simba Sport Club inazidi kung'ara baada ya mchezo uliopita kuibuka videdea Simba Sport Club dhidi ya Namungo kwa kuichakaza Namungo goli 3-0. Ile ilikuwa ni NBC Premier League, lakini baada ya hapo Simba Sport Club walisafiri kutoka Mtwara, Lindi na kutua Dar es Salaam, na baada ya mapumziko machache Simba Sport Club wakapanda boti kwenda visiwani Zanzibar kuifuata Mapinduzi Cup. Sasa kuelekea mchezo huo, mashabiki wamekuwa na maoni tofauti, wengine wao wakicomment chini kwamba Simba Sport Club wanaitakia ushindi wakiwa wapi, lakini wewe ambaye unatuangalia leo hii bado hujatuambia wewe unaitakia Simba Sport Club ushindi ukiwa wapi. Na baada ya mechi hii kocha Steven Baka ameamua kutangaza kikosi ama lineup na mabadiliko ya kikosi, kwani ukianza kuangalia hii yote imemlazimu baada ya wachezaji muhimu wa Simba Sport Club wengine wakipata majeruhi, lakini wengine wakirudi na performance. Mtu ambaye tunamzungumzia ni Elim Panzo ambaye ameonyesha good performance kwenye mchezo uliopita dhidi ya Namungo FC. Anaingia dakika za kipindi cha pili, lakini bado ana score goli. Hivyo basi ni mchezaji ambaye ameonyesha kwamba yeye anastahili kuanza kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Na Simba Sport Club bado wamepata pigo kubwa la kukosa wachezaji wao na nyota wao muhimu kama vile Kibabage ambaye amepata majeraha ya kidole cha mguu, ambapo mechi ya Namungo FC aliikosa na nafasi yake ilizibwa na kijana Anthony Mligo. Lakini Simba Sport Club wanasema wao sio shida zao, kwa maana kikosi ni kipana na wanachezaji wote wazuri, na ukianza kuangalia wachezaji kama Ino Sospin Loemba, Clatous Chota Chama, wote wachezaji ambao wanaweza kukupatia matokeo. Sasa baada ya matukio hayo, kocha mkuu Steven Baka wa Simba Sport Club ameamua kutangaza lineup ya kikosi ambacho kitaanza. Je, ni kikosi gani ambacho kitaanza? Kikosi kipo kama ifuatavyo. Naam, sasa baada ya kufanya mabadiliko, hichi ndicho kikosi cha wekundu wa Msimbazi ambacho kinaanza kwenye kombe la Muungano Cup. Kikosi kipo kama ifuatavyo. Namba 1 ni Jibli Kasala ambaye amekaa kwenye milingoti mitatu ya wekundu wa Msimbazi, na namba 2 ni Shomari Kapombe, show me the way Baba Esther, lakini namba 3 ni kijana Mligo ambaye amereplace nafasi ya Dickson Kibabage ambaye yupo nje kwa majeruhi akiuguza kidole chake cha mguu. Hivyo basi nafasi yake imekava na kijana mdogo Anthony Mligo. Lakini namba 4 ni Toule, na namba 5 kama kawaida ni Lucien Deloko anatengeneza pacha na Toule, lakini namba 6 ni Mkata Umeme, lakini namba 7 ni Geye, na namba 8 ni Kante, namba 9 ni Selemani Mwalimu, namba 10 ni Clatous Chota Chama, na namba 11 ni Oula. Sasa hichi ndicho kikosi prediction lineup ya wekundu wa Msimbazi. Sasa nature ya kikosi hichi moja kwa moja kinaonesha kwamba Simba Sport Club wanahitaji ushindi kwenye mchezo huu, kwa maana watani wao Young African tayari wameshatangulia mbele. Hapo jana wameibuka na ushindi kwenye michuano hii ya Muungano Cup. Hivyo basi Simba Sport Club nao wanahitaji michuano hii, kwa maana michuano hii wanajiweka fiti, maana ikimalizika tu tarehe 3
tunakutana kwenye dabi ya Kariakoo, dabi ya watani wa jadi ambayo inawakutanisha Simba na Young African. Hivyo basi Simba na Young African ndio sehemu ya kufanya mazoezi, wamechukulia kama mechi hizi ni sehemu ambazo za kujiweka fiti ili kujiandaa na dabi hiyo ya Kariakoo. Sasa haya ni moja kati ya matukio ambayo yanaendelea kule visiwani Zanzibar. Haya na mengine mengi utayapata hapa Tubone Media, ili usiendelee kukosa matukio yanayo trending kila siku kwenye upande wa michezo na burudani. Basi mahali pako ndipo hapa. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi ya kimichezo utayapata hapa Tubone Media. Kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, basi moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na autopitwa tena na content kali kutoka kwetu. Hii ni Tubone Media na mimi ni Tubone, na hivi ndio vitu ambavyo tunavifanya. Hadi wakati mwingine, keep watching, bye bye.